Kama upo kwenye ndoa, mtu wa Mungu, sikiliza kwa makini. Kama upo kwenye ndoa, hii ni sababu ya 5 miongoni mwa sababu 14 zinazopelekea maombi yako yasijibiwe kama wewe ni mwanandoa. Mtu wa Mungu, sababu hii ni mahusiano mabaya, hasa kwa wanandoa. Unaweza sana. Tunajua kwamba maisha yetu ya kifamilia na ya kijamii yanaathiri moja kwa moja jinsi Mungu anavyopokea maombi yetu, hasa kwa wanandoa. Mungu huwa anaonya kuwa kutotendeana kwa heshima na kwa upendo ni kizuizi cha maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema katika Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7 kwamba ninyi waume kadhalika kaeni na wake zenu kwa akili, mkiwapa heshima kama vyombo dhaifu, yani kwa kuwa ni warisi pamoja wa neema ya uzima. Lakini kusudi ni maombi yenu yasiweze kuzuiliwa. Maana yake ukikosea, ukigombana, mkikwazana, maombi yako yamezuiliwa. Kwa hiyo inawezekana kwamba unaomba sana lakini upate majibu ya maombi yako kwa sababu mwenza wako ameufunga moyo wake. Maombi yako yanakuwa yamezuiliwa kwa sababu hiyo. Lakini pia Mungu anasema hata kwa upande wa jamii na watu wengine, sio kwa wapenzi tu wanandoa. Katika sura ya 5 wa Mathayo mstari wa 23 mpaka 24 anasema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na hapo ukakumbuka kwamba ndugu yako umegombana naye, una neno juu yake, anasema kwamba nenda kwanza katengeneze naye. Ukishamaliza kutengeneza naye, urudi. Anasema kwamba acha sadaka yako hapo madhabahuni, nenda karekebishe kwanza na ndugu yako. Ukishamalizana naye ndipo urudi kuitoa sadaka yako. Kumaanisha kwamba ukitoa sadaka yako, ukiomba ukiwa katika hali ya ugomvi na ndugu yako au mtu yote yule, basi ujue kwamba maombi yako hayajibiwi. Inawezekana ni mara nyingi unaomba sana lakini upati kupokea majibu yako, ni kwa sababu hiyo, mtu wa Mungu. Kwa hiyo omba pamoja na mimi ikiwa unahisi maombi yako hayajibiwi kwa sababu ya mahusiano mabaya. Sema, Bwana nisamehe kwa kila uhusiano niliovuruga. Nipe moyo wa kupatana, kutenda haki na kutembea kwa upendo na heshima kwa wengine. Yesu nisaidie kwenye familia yangu, kwenye jamii yangu na taifa langu kwa ujumla, na jamii yote ya waamini na wasioamini, kuishi nao vizuri kwa amani na upendo, ili maombi yangu yasizuiliwe. Kwa jina la Yesu, amen. Kiri kwa imani sasa, mtu wa Mungu. Sema, nimetakaswa na nimepewa moyo wa upendo. Uhusiano wangu na watu uko sawa kwa sababu nimepatanishwa kwa damu ya Yesu. Uhusiano wangu na mwenza wangu na watu wangu wa karibu uko sawa kwa sababu nimepatanishwa na damu ya Yesu. Maombi yangu yako huru kufika mbinguni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, umebarikiwa sana. Usiache kufuatilia sababu ya 6 ya kwa nini maombi yetu hayajibiwi.